Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa mpira Eden Bahati hivi sasa kukupitisha kwenye yale ambayo yamejili viwanjani, nikianza na habari za michezo kitaifa. Kuelekea katika mchezo wa ngao ya jamii unatarajiwa kuwakutanisha watani wa jadi Yanga na Simba katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limezindua mfumo wa kidigitali utakaowezesha mashabiki kukata tiketi kwa urahisi na kwa njia ya kisasa ili kushuhudia pambano hilo linalotarajiwa kuvutia hisia za mashabiki wa soka nchini. Siku mbili pekee zikiwa zimesalia kuelekea kwenye mchezo wa ngao ya jamii kati ya timu ya wananchi Young Africans dhidi ya mnyama Simba, mechi ambayo imepangwa kupigwa katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Leo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kupitia kwa Clifford Marion Ndimbo ambaye ni afisa habari wa shirikisho hilo wamezindua mfumo rasmi wa kidigitali wa mashabiki kukata tiketi kuelekea kwenye mchezo huo. Aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema, ukiingia unakutana na kitu kama hicho na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa. Hata ukiwa umekaa nyumbani kwenye kochi, manake wewe unaweza kununua tiketi yako. Kwa hiyo tumeondoa ule usumbufu wa kukulazimisha wewe kutoka nyumbani kwenda kutafuta tiketi sehemu ili uweze kuingia uwanjani. Sambamba na hilo, Ndimbo akaeleza sababu za kupeleka mchezo huu katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Sababu kubwa ni kwamba uwanja ambao uko tayari kwa ngao ya jamii ni uwanja wa Amani Zanzibar. Sisi kabla ya kuweza kuutaja uwanja, maanake ni kwamba huwa tunafanya kila kitu kuhakikisha kwamba tumepita kwenye hivyo viwanja, tumeangalia kila kitu, tumefanya ukaguzi, tumefanya nini, tumejiridhisha na kila kitu, na kisha ndio tutakwenda kusema kwamba mchezo huu utachezwa huku. Tuelekee huko nyanda za juu kusini ambapo mashabiki wa klabu ya Simba kutoka Uwemba wilayani Njombe wametoa msaada wa mahitaji mbalimbali ya kibinadamu kwa mgonjwa anayesumbuliwa na mguu unaougua kansa kwa zaidi ya miaka 11, Eneko Nyigu. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Wakizungumza mara baada ya kumtembelea na kukabidhi misaada hiyo, mashabiki wa klabu ya Simba wamesema wameamua kumshika mkono mgonjwa huyo kutokana na mazingira magumu anayopitia, na kuwataka pia watani zao wa jadi klabu ya Yanga kujitokeza kuguswa na changamoto anayoipitia kijana huyo. Lakini tulipoungana tukajaribu kwamba tunafurahia mpira, tunafurahia maisha mengine, kuna watu wengine hawajiwezi. Tuwe na utaratibu walau kila baada ya miezi mitatu tukikutana tunawatembelea wahitaji wanaoshindwa. Simba tumeamua tumtembelee mwenzetu na si mara ya kwanza. Tumeamua kufanya hivyo kwa sababu ni sadaka pekee, kwamba msimu ujao tutaenda kufanya vizuri. Mwenyewe nimeipenda wanavyofanya kuangalia wahitaji. Katika tukio hilo, mashabiki wa klabu ya Simba walimwalika pia mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia chama cha ukombozi wa umma Chauma Sigrada Mligo, ambaye mchango wake umewakilishwa na katibu wa Chauma mkoa wa Njombe George Sanga, aliyetoa shilingi 300,000 ili kumchangia kijana huyo. Hitaji yametolewa, lakini hitaji kubwa sana la ndugu yetu ni matibabu. Kwa ameniambia kwamba nikifika tu ofisini basi nianze kuishughulikia swala lake la matibabu, na ili kuongeza nguvu pale ambapo wenzetu mlikuwa mmeshaanza, basi tujue nini kinahitajika huko, mheshimiwa bunge atashughulikia. Walishauri kwamba inatakiwa huu mguu ukatwe ili kansa isiendelee kusambaa sehemu nyingine, lakini kufika huku nyumbani fedha walizokuwa wameziandaa zikawa zimeshatumika, zimeisha. Kutoka mkoani Njombe ni mwanamichezo wako Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Mulilo Jumanne Mulilo, leo tarehe 10 Agosti 2026 katika viwanja vya chuo kikuu cha Dar es Salaam amezindua mashindano ya michezo kwa timu za jeshi la polisi kutoka kanda ya Mashariki inayohusisha mikoa ya Pwani, Rufiji, Ilala, Kinondoni na Temeke. Kamanda Mulilo amesema wanatekeleza moja ya miradi ya polisi jamii ambayo inalenga kushirikisha jamii kuzuia vitendo vya kihalifu kupitia michezo. Hivyo lengo la mashindano haya ni kutafuta timu itakayowakilisha kanda ya Mashariki katika mashindano ya kikanda yatakayofanyika baadaye katika mkoa wa Mbeya. Tunazindua timu yetu, tunataka tuwe na timu moja kabambe ya kanda ya Mashariki. Tunakwenda kushiriki kule
jijini Mbeya, ambapo tukakutana na kanda zingine za kipolisi katika michezo. Nimewaasa wachezaji wangu kwamba sisi Dar es Salaam, hasa kanda ya Mashariki, kwenye michezo yetu sisi tunajua neno kushinda. Nimesema mambo ya matokeo na mambo matatu: kushindwa na draw. Tumesema sisi tunachukua kile kipengele cha kwanza cha kushinda. Mkoa wa Manyara umeanza maandalizi ya tamasha la mbio za Tanzanite Marathon litakalofanyika Agosti 22 mwaka huu, likiwa na lengo la kukuza utalii ndani ya hifadhi ya taifa ya Tarangire na kuyatangaza madini ya Tanzanite pamoja na kuchangia uokoaji wa maisha ya watoto wachanga hususan njiti. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza ndani ya hifadhi ya taifa ya Tarangire, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amesema mbio hizo zitafanyika Agosti 22, huku washiriki wakipata fursa ya kutembelea hifadhi hiyo siku inayofuata, kwa sababu zitakuwa mbio za kihistoria ambazo hazijawahi kufanyika katika mkoa wetu, kubwa za kisasa. Hivi tunavyoongea leo tayari watu waliojisajili ni zaidi ya 1500. Kwa hiyo watakaojiandikisha kwa ajili ya kuja kukimbia mbio hizi pia watapata nafasi ya kuja kutembelea hifadhi yetu hii muhimu na nzuri kwenye taifa yetu ya Tarangire. Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa ya Tarangire, kamishna msaidizi wa uhifadhi SAC Tundiga George, amesema wamejipanga kupokea watalii hao sambamba na maboresho ya miundombinu yaliyofanywa na serikali. Katika mbio hii ya marathon tarehe 22 watapata fursa ya kutembelea hifadhi hii ya taifa Tarangire kwa kuanzia mji wa Babati na watapita katika lango la Mamire. Kwa hiyo tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba watalii wanao kata tiketi na kushiriki katika tukio hili la kipekee na ambalo niweze kusema halijawahi kutokea katika mkoa wa Manyara, watafurahia sana ziara yao. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utu kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri katika anga la kimataifa. Michezo medani za kimataifa. Timu za taifa za wanawake za Algeria, Morocco, Kameruni na Malawi zote zimefuzu kombe la dunia la wanawake la mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake AFCON 2026 yanayoendelea nchini Morocco yanatumika kama michuano ya kufuzu kwa mashindano hayo ya mwaka ujao, ambapo timu yoyote ambayo itafika nusu finali itapata nafasi ya kushiriki kombe la dunia moja kwa moja. Mechi za nusu finali za AFCON zitafanyika siku ya Jumatano, ambapo Morocco itachuana na Cameroon kabla ya Algeria kukutana na Malawi. Mataifa manne yaliyoshindwa katika hatua ya robo finali ya AFCON, Ghana, Ivory Coast, Nigeria na Afrika Kusini, bado yana nafasi ya kufuzu katika kombe la dunia. Siku ya Alhamisi, Ivory Coast itacheza dhidi ya Ghana na Nigeria itachuana na Afrika Kusini. Washindi wa mechi hizo mbili wataingia katika hatua ya mchujo ya kimataifa inayohusisha mataifa 10 itakayofanyika mwezi Novemba na Disemba. Kati ya mataifa hayo 10 yatakayoshiriki katika hatua ya mchujo, matatu yatafuzu kombe la dunia la msimu ujao wa joto. Mashindano. Naam, kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani, lakini ndio mwisho wa habari za kitaifa, kimataifa pamoja na michezo. Kwa niaba ya Edwin Komba na wengine wote ambao wameshiriki kuandaa habari hizi, mimi ni Eden Bahati, ni kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu ungane nami tunapoenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa. Kwa usiku huu tunatarajia leo kavu katika maeneo yote, lakini leo baridi bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, ikifuatwa na nyuzi joto 10 katika mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo.
Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema.